Majimbo Media. Maendeleo majimboni, mikutano ya wabunge na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Nikushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa kuja hapa kwetu Kasulu vijijini. Wana Kasulu vijijini wanazo salamu za upendo kwa Mheshimiwa Rais na kwa mwenyekiti wetu. Unavyoona walivyo wengi hivi ni ishara ya upendo kwa Chama cha Mapinduzi na kwa rais wao. Ndugu zangu, ushahidi uko wazi. Wananchi wamekuja wao wenyewe kwa hiari kwa ajili ya kukisikiliza chama, kikisikiliza kero zao na kutoa majibu papo kwa papo. Jamani, wananchi mmesikilizwa, hamjasikilizwa? Kero zenu zimepata majibu, hazijapata majibu? Ndugu zangu, wangapi wanasema mwenezi wetu katisha sana kwenye kusikiliza kero na kutatua kero? Tunyoshe mikono juu ndugu zangu, kwa upendo kabisa, maana hii ni kazi ya utu. Ndugu zangu, naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa mengi ambayo ameyafanya kwenye jimbo langu. Tunapozungumza hapa kuna baadhi ya kero lakini tayari zilishapata majibu. Kwa mfano, changamoto ya umeme, usambazaji kwenye vitongoji, ninavyozungumza muda huu zimekuja bilioni 39 kwenye jimbo la Kasulu vijijini kwa ajili kuhakikisha kila kitongoji kinapata umeme. Na Rungwe Mpya ninyi hapa viko vitongoji 7 vitakwenda kupatiwa umeme, na vile vingine ambavyo usambazaji ni mdogo, navyo maeneo ambapo umeme utafika, umeme utafika. Na hiyo ndiyo sera ya Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais, kwenye jimbo langu kuna mambo mengi yamefanyika. Tuna kiwanda kikubwa cha sukari, lakini pia tuna kiwanda cha simenti kinaelekea kujengwa, lakini pia tumepata kiwanda cha pamba hivi karibuni kitaenda kujengwa. Mwekezaji anatafuta eneo. Kwa hiyo ninyi wakulima muanze sasa hivi kuandaa mashamba, muanze kulima pamba, soko lipo. Lakini pia wale wakulima wa muhogo, ilani yetu imeelekeza kitajengwa kiwanda. Lakini pia nilikutana na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ameahidi kusukuma jambo hili kuhakikisha kiwanda kinajengwa jimbo la Kasulu vijijini, ndugu zangu. Lakini pia ndugu zangu, barabara hii ya kutoka Uvinza Kibaoni kuja Kanyani, kwa maana kwenda Nyumbigwa pale, imesha usanifu tayari. Hivi karibuni fedha zinatafutwa, napo tutapata kiwango cha lami. Ndugu zangu, ni kusereleka kutoka Kasulu mpaka Dar es Salaam bila vumbi yoyote. Ndugu zangu, nani kama Samia? Ndugu zangu, wangapi wanamkubali Mheshimiwa Rais? Ndugu zangu, wangapi wanamkubali Mheshimiwa mwenezi wa taifa aliyekuja kusikiliza kero zenu? Mheshimiwa mwenezi, salamu zetu tumekutuma shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Rais, lakini tukutume pia kero ambayo umeizungumzia, kero ya ardhi. Jimbo langu ni ardhi, ardhi, ardhi. Yaani kuanzia barabara ya kwenda Kigoma ni mgogoro wa ardhi,
mpaka kufika Mvugwe kule ni mgogoro wa ardhi. Yaani hili jambo ndilo linalochangia kuichonganisha serikali na wananchi, lakini pia kutuchonganisha sisi wawakilishi madiwani na sisi wabunge dhidi ya serikali. Kwa hiyo tunaomba utusaidie jambo hili, lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Rais wakati anakuja kwenye kampeni, barabara ya kutoka Nyakitondo kwenda Buhoro, barabara ile ilikuwa haipitiki kabisa. Barabara ile Mheshimiwa Rais kaleta fedha, imejengwa kwa kiwango cha changarawe. Ndugu zangu, nilimuomba Mheshimiwa Rais barabara ya kutoka Mgombe kwenda Kagera Nkanda, kwa sababu kule tunacho kiwanda kikubwa kinaenda kujengwa, kiwanda cha simenti. Mheshimiwa Rais aliahidi barabara ile kuijenga kwa kiwango cha lami kilomita 37, na ninavyozungumza Mheshimiwa Rais kwa kutambua uharaka wa jambo lile aliamuru kwanza barabara ile ijengwe kwa kiwango kwanza cha changarawe kwa udharura wake, ili wananchi wapone adha inayoendelea pale ya tope na kushindwa kufika mjini kufanya biashara zao. Ndugu zangu, barabara ya kutoka Tiche hali ilikuwa mbaya, kifusi kinaendelea, mkandarasi yuko site. Barabara ya kutoka junction ya barabara ya Uvinza kwenda Asante Nyerere, fedha zimeshatoka hazina na tumeshirikiana na watu wa TARURA, tumeweka msukumo mkubwa, fedha ziko kwa gavana wa benki. Muda si mrefu mkandarasi analipwa, barabara inaenda kutengenezwa. Barabara zingine nazo zimewekwa kwenye bajeti mpya. Ndugu zangu, mimi kama kijana wenu naomba niwaahidi tena, nitaendelea kuwatumikieni kwa moyo wote kadiri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia, nikishirikiana na chama changu dume, chama cha CCM, nikishirikiana na serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Majimbo Media.